tunauona mkono wa Mungu umetufunika katika maisha yetu. Hakika tunajua yeye ni Mungu, amevifanya vyote katikati ya vyote. Tunaona wema, fadhili, ukuu wa Mungu umetuatamia. Hakika tunakiri yale matendo makuu ya ajabu, kwa maana yeye ni Mungu aliyevifanya vyote katikati ya vyote. Amepata kuitwa ni sifa. Sifa ni jina la uumbaji, ni sifa za kazi zake, kwa maana yeye ni Mungu wa vyote. Ndio maana tunakiri matendo makuu ya Mungu aliyewatoa baba zetu wa imani kule Misri kwa mkono wenye nguvu, aliyempiga Farao kwa mapigo 10 yenye nguvu, ili adhihirishe utukufu na mamlaka yake, kwa maana yeye ni Mungu wa miungu, ni Bwana wa vita. Kwa maana Farao ajapoinua kisogo chake, lakini Mungu alisimama kaonyesha utukufu wake, akasema mimi ni Mungu, hapana Mungu mwingine ila ni mimi tu ninayestahilie kuabudiwa na kutukuzwa. Kwa hiyo wana wa Mungu, tukae katika lile pendo la Mungu, tukae katika uadilifu wa kuyatafuta hekima, maarifa, kwa maana vyote viko katika uweza wa jina lake. Kwa maana ni nani aliyemtegemea Mungu katika maisha yake, Mungu akampa kisogo? Hakika ndio maana katika maisha yetu yote Mungu anasihi kwa neema yake, kwa mapenzi yake, anataka tukae katika ile kweli ya Kristo, tukae katika mapenzi ya Mungu. Tutamuona Mungu akitutendea, akitushika mkono, akitupigania, akitulinda, kwa maana ni shujaa mwenye mamlaka. Lakini Mungu anayotaka sisi tutimize ni kumwabudu Mungu. Anasema mkifika katika nchi ya Kanaani mniabudu mimi niliye mtakatifu. Kwa maana hicho ndio chanzo cha kutafuta maarifa, ndio chanzo cha kukaa katika ule ukweli na haki ya Mungu. Kwa hiyo wana wa Mungu, tudumishe hayo, kuyatafuta hayo kwa moyo wetu wote. Hakika Mungu atasimama na maisha yetu, kwa maana Mungu wetu ni Mungu, ahadi zake ni amina na kweli na uzima. Kwa hiyo wana wa Mungu, tukae katika mapenzi ya Mungu, tukae katika neema ya Kristo Yesu. Tutaona Mungu akisimama na maisha yetu, kwa maana yeye ni Mungu aliye mwaminifu. Barikiweni kwa neema ya Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu. Amen.